Macho yangu humwelekea Bwana daima, kwa maana yeye atanitoa miguu yangu katika wafu. Hiki ni kipindi cha Kutoka Kanisani kikikujia kutoka Parokia Katoliki ya Mtakatifu Maria Goreti, Parokia Kinyasi, Kondoa, kutoka Jimbo Jipya Katoliki la Kondoa. Hii ni Kwaresma. Na hii ni historia fupi ya parokia hii ya Kinyasi, ambapo inaaminika kuwa Ukristo uliingia katika parokia hii mwanzoni kabisa mwa karne ya 20, ukiletwa na mapadre wa damu takatifu ya Yesu, yaani Passionist Fathers kutoka Italy. Mapadri hao anakumbuka sana Padre Cyprian Chuma, ambaye alijenga makanisa mbalimbali, akajenga parokia Haubi, parokia Itololo, na parokia hii ya Kinyasi ni moja ya matunda ya mapadre wa damu takatifu ya Yesu. Misa takatifu, misa ya Kwaresma, inaongozwa na paroko wa kanisa hili la parokia hii ya Kinyasi hapa Kondoa, Padre Matias Galani. Waimbaji ambao wataimba katika misa hii ni kwaya ya zamani kabisa, kwaya Mtakatifu Cecilia kutoka hapa parokiani. Mimi ni mtayarishaji kipindi hiki, Festus Makerubi, na kukaribisha kusali na Wakristo wa kijiji cha Kinyasi, parokia Mtakatifu Maria Goreti, Kinyasi, Kondoa. Karibu sana. Sala ya matoleo. Sala ya Bwana. Salamu Maria, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Kanuni ya imani. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwanao pekee Bwana wetu, aliyetumwa kwa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, akafufuka siku ya tatu katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi, kutoka kupata kuja kwa hukumu wazima na wafu. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa mwili na uzima wa milele. Amri za Mungu. Bwana Mungu wako usiabudu. Ya pili, usitaje bure jina la Mungu wako. Ya tatu, shika kitakatifu siku ya Mungu. Ya nne, waheshimu baba na mama, upate miaka mingi na heri duniani. Ya tano, ya sita usizini. Ya saba usiibe. Ya nane, usiseme uongo. Ya kenda, usitamani mwanamke asiye mke wako. Ya kumi, usitamani mali ya mtu mwingine. Amri za Kanisa. Ya kwanza, kuhudhuria misa takatifu Dominika na sikukuu zilizoamriwa. Ya pili, kufunga siku ya Jumatano ya Majivu, usile nyama siku ya Ijumaa Kuu. Ya tatu, ungama dhambi zako zote walau mara moja kila mwaka. Ya nne, pokea Ekaristi Takatifu hasa wakati wa Pasaka. Ya tano, saidia Kanisa Katoliki kwa zake. Ya sita, shika sheria Katoliki za ndoa. Sala ya imani. Mungu wangu, nasadiki maneno yake, ninasadiki na ninayafundisha Kanisa Katoliki ya Roma, kwani yalikuja hayo wala wadanganyiki wala wadanganyi. Amina. Sala ya matumaini. Mungu wangu, natumainia kwako, ninapewa kwa njia ya Yesu Kristo neema zako hapa duniani na utukufu mbinguni, kwani uliagana nasi na umwamini. Amina. Sala ya mapendo. Mungu wangu, nakupenda nafsi yangu,
Sala ya kutubu. Mungu wangu, nimetubu sana dhambi zangu, nimekosa kwako, kwani ndio mwema, ndio mwenye kupendeza, wachukizwa na dhambi. Basi nakukosa tena, nikafanya kitubio, naomba neema yako, nipate kurudi. Amina. Sala ya kumwomba malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Mtakatifu Maria Goreti, msimamizi wa parokia yetu. Mtakatifu Maria Goreti, msimamizi wa parokia yetu. Mtakatifu Maria Goreti, msimamizi wa parokia yetu. Malaika wa Bwana alimpasha habari Maria. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Ndimi mtumishi wa Bwana. Nitendewe neno. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Neno la Mungu akatwaa mwili. Akakaa kwetu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tuombee sisi mzazi mtakatifu wa Mungu. Mbele ya hali za Kristo, Tuombe. tunakuomba ee Bwana, utie neema yako moyoni mwetu, ili sisi tuliokombolewa na malaika, kama mwanao alifanya Mungu katika msalaba wake, atufikishe kwenye utukufu na ufufuo. Kwa hiyo Kristo Bwana wetu. Amina. na huruma zako za tangu milele. Akanita nami nikamwitikia, nikamwokoa na kumtukuza. Akanita nami nikamwitikia, nikamwokoa na kumtukuza. Bwana, nainua moyo wangu, Mungu wangu, natumaini kwako nisifadhaike. Ataniita nami nitamwitikia, Nitamwokoa na kumtukuza. Akanita nami nikamwitikia, nitamwokoa na kumtukuza. Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako. Akanita nami nikamwitikia, nitamwokoa na kumtukuza. Akanita nami nikamwitikia, nitamwokoa na kumtukuza. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
Bwana awe nanyi. Ndugu zangu wapendwa, familia ya Mungu, Jumapili ya leo ya kwanza ya Kwaresima tumeanza mafungo. Jumatano tulizindua rasmi kipindi hiki cha mafungo kwa ibada ya misa takatifu na kupakwa majivu, alama ya toba, alama ya unyenyekevu. Kipindi kitulivu hiki cha kila mmoja anaalikwa kutafiti ahadi zake mbalimbali, kutafiti maisha yake ya Kikristo, maisha yake ya kiroho. Wafadhili wetu kipindi hiki Jumapili ya leo, somo la kwanza ni kumbukumbu Waisraeli baada ya dhiki, tabu na mateso ya kuwa utumwani, wanamshukuru Mungu kumtolea zawadi. Lakini maisha ya utumwa hayana utu. Nusu mtu, kudhalilika, kudharauliwa, kunyanyaswa, kuteswa. Wao kutolewa katika hali hiyo, wanasema Baba Mungu asante. Paulo katika barua yake kwa Rumi anasema anayemkiri Yesu kuwa ni Bwana na kuamini kuwa Bwana Mungu alimfufua, huyu anaokoka. Baba Paulo anatupa ushauri, lakini tunaweza tukasema ndio kwa maneno, tunaalikwa kufanya kwa matendo. Kumkiri kwa matendo ni sehemu ya kanuni ya imani. Katika Injili ya Luka, Yesu anaenda jangwani kufunga baada ya ubatizo. Tusikilize vizuri mafungo ambayo ameyaamua yeye Yesu kuyafunga kabla ya kuanza kazi, na matatizo ambayo yameyapata, vishawishi, vingamizi, na jinsi alivyokuwa anajibu Ibilisi anavyomkwamisha, jinsi alivyokuwa anajibu. Lakini wapendwa familia ya Mungu, haya hatusomi tu yawe yamesomwa au tusikia yamesikiwa, hapana. Tunajaribu kwa kipindi hiki cha mafungo kujaribu kuyaweka hata sisi katika tafakari yetu kwamba je, mimi yale yote ambayo nategemea kuyafanya, nimeandaa ratiba yangu, kuna makwazo yanaweza kunipata, vipingamizi, makwamisho, nifanye nini ili niweze kujikwamua? Naomba Mwenyezi Mungu awe nasi, neema na baraka za Mungu. Tumalize kipindi hiki cha utulivu, cha tafiti moyo ya namna ya pekee, na hasa mwaka huu wa imani ambao Mama Kanisa anatualika mahali popote pale tulipo kutafakari juu ya imani zetu ambazo kwazo zimekuwa na matatizo na kuvurugwa na hali ya hapa na pale. Tujute dhambi zetu, tujitayarishe kumtolea Bwana sadaka misa takatifu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombe.
Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Mungu Mwenyezi, utujalie tuzidi kuifahamu siri ya Kristo na kupata manufaa yake katika mwenendo wetu mwema kwa mfungo wa Kwaresima wa kila mwaka. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Tusikilize somo. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura 26 aya 4 hadi ya 10. Musa aliwaambia Waisraeli wote, naye kuhani atakipokea kikapu mkononi mwako, akiweke chini mbele ya madhabahu ya Bwana Mungu wako. Nawe ujibu, ukaseme mbele za Bwana Mungu wako: Baba yangu alikuwa Mwarani, karibu na kupotea, akashuka Misri, akakaa huko ugenini, nao ni wachache hesabu yao. Akawa taifa kubwa huko, yeye nguvu na watu wengi. Wa Misri wakatuonea, wakatutesa, wakatutumikisha utumwa mzito. Tukamlilia Bwana Mungu wa baba zetu. Bwana akasikia sauti yetu, akaona na taabu yetu na kazi yetu na kuonewa kwetu. Bwana akatutoa kutoka Misri kwa mkono wa nguvu na kwa mkono ulionyoshwa na kwa utisho mwingi na kwa ishara na kwa maajabu. Naye ametuingiza mahali hapa na kutupa nchi hii, nchi ijayo maziwa na asali. Na sasa tazama, nimeleta malimbuko ya mazao ya ardhi ulionipa, Bwana. Kisha akiweke chini mbele za Bwana Mungu wako, akusujudu mbele za Bwana Mungu wako. Neno la Bwana.
Somo la kwanza limesomwa na Mary Felix. Mtazamaji wa TBC1, hiki ni kipindi cha kutoka kanisani kikujia kutoka parokia Mtakatifu Maria Goreti, parokia Kinyasi, kutoka jimbo jipya Katoliki la Kondoa. Bwana uwe pamoja nami katika taabu zangu, wimbo mzuri kabisa katika kipindi hiki cha Kwaresma, ukiimbwa na kwaya hii ya zamani kabisa ya Mtakatifu Cecilia kutoka parokia ya Mtakatifu Maria Goreti, Kinyasi, Kondoa, jimbo jipya, kutoka jimbo pia jipya la Kondoa. Kumbuka ni kipindi cha kutoka kanisani kikikujia kutoka parokia ya Mtakatifu Maria Goreti, Kinyasi, hapa Kondoa, ama kutoka jimbo jipya la Kondoa. Misa takatifu ikiongozwa na Padre Matias Galani. Tusikilize na kutazama somo la pili. Karibuni tusikilize somo la pili. Somo katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 10 aya 8 hadi ya 13. Rumi 10:8 hadi 13. Lakini yanenaje? Lile neno likaribu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako, yaani ni lile neno la imani tulilohubirilo. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa ni Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka.
Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko la nena, kila amwaminie hata tahayarika. Kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Neno la Bwana. Somo la pili limesomwa na mwalimu Raymond kutoka parokia Kinyasi Kondoa. Nasoma Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 4 aya ya kwanza mpaka ya 13. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Luka, yaendelea. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu. Hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi kamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami mpa yoyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, akiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe.
Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Neno la Bwana. Dhambi zetu ziondolewe kwa Injili iliyosomwa. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.